Moja kati ya taarifa tulizokuwa nazo ni namna washirika wa Marekani ambao wanakataa kushiriki katika vita dhidi ya Iran. Lakini kwa nini washirika hawa wakati huu wameamua kukataa? Nchi ya Uhispania ndio taifa la pili kutangaza kwamba halitashiriki katika vita hivyo, likitanguliwa na Uingereza na kukataa kutotumiwa kwa maeneo yake kwa ajili ya vita hivyo. Sababu kuu ni kwamba kwanza wanaiona operesheni hii kwamba isiokuwa ya msingi na muhimu, lakini sababu ya pili wanaona namna ambavyo Iran inafanya mashambulizi mazito ndani ya mataifa ambayo ni washirika wa Marekani. Hii ni kwamba endapo nchi hizo zitamua kushiriki katika vita na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni wazi Iran itaweza kutumia makombora yake mazito kuzishambulia moja kwa moja nchi hizo, kwa sababu ikumbuke kwamba moja kati ya maeneo ambayo Iran ina uwezo wa kuyafikia ni pamoja na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Kutoka nchini Iran hadi katika baadhi ya mataifa ya Ulaya ni zaidi ya kilomita 3,000 na Iran inadaiwa kwamba ina makombora hayo ambayo yana uwezo wa kufikia zaidi ya kilomita 3,000 hadi 4,000, na hii ndio hofu kubwa ya mataifa hayo kwamba uwezekano wa kushambuliwa ni mkubwa mno, tofauti na Marekani yenyewe ambayo ipo mbali wa zaidi ya kilomita 9,000 hadi 10,000. Kwa hivyo mataifa haya yanaona kwamba kutumiwa kwa ngome zao ni kujiingiza vitani moja kwa moja, kama ambavyo Iran imetangaza kwamba itahakikisha kila penye maslahi ya Marekani basi patashambuliwa. Hicho ndicho kinachowafanya watu wa Magharibi kuamua kukaa kimya, ama wakati mwingine kukataa matumizi ya ngome zao za kijeshi. Hata hivyo, Marekani itasitisha biashara na Uhispania kama alivyotangaza Rais wa Marekani Donald Trump, na ni kwa sababu Uhispania imeinyima Marekani kibali cha kutumia kambi zake za kijeshi kushambulia Iran, huku waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez akilani kuingiliaji kati wa Trump usiokuwa na haki na hatari dhidi ya Iran. Akizungumza katika ikulu ya White House mnamo Jumanne, alisema tutakatisha biashara yote na Uhispania na kwamba hataki kuwa na uhusiano wowote na taifa hilo la Mediterania. Lakini sababu kubwa ambayo inamfanya rais huyo wa Marekani ni kupata hasira kwamba taifa hilo limeamua kuisaliti Marekani na kutokana na hofu ambayo imekuwa nalo, na hii ndio sababu ambayo kwa namna moja ama nyingine mataifa hayo yamekuwa na hofu kwamba yatakuwa katika sehemu ya target za jeshi la Iran. Hata hivyo, sababu nyingine zinatajwa kwamba ni uhusiano mbaya uliopo kati ya Marekani na washirika hao, kwani katika siku za hivi karibuni rais wa Marekani alitishia ushuru mkubwa kwa mataifa hayo katika masuala ya kibiashara. Lakini pia moja kati ya jambo ambalo baadhi ya wachambuzi wanaliona ni kuiachia Marekani kuona kama bila washirika wa Ulaya itaweza kumudu katika mapambano, kwa sababu kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikitumia sana washirika wake wa Ulaya katika maeneo mbalimbali, katika vita mbalimbali ilivyovipiganwa, hasa katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Na ndio maana wakati huu, kutokana na changamoto hizo, Marekani ipo kama kawaida yake kulazimisha mataifa ya Magharibi ambayo anayaona kama washirika kuyalazimisha yaingie katika vita ambavyo baadhi wanaona kwamba vitaweza kuwagharimu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.